Lakini kubwa ni kwamba kupitia sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 ambayo ilitungwa wakati huu wa serikali ya awamu ya 6, sheria hii inaitaka kila taasisi ya serikali kutenga asilimia 30 ya bajeti yake ya ununuzi kwa ajili ya makundi maalum. Makundi maalum hayo ambayo ni vijana, wanawake, watu wenye ulemavu pamoja na wazee. Na tayari ninavyozungumza hii leo, kupitia mfumo huu wa NeST, makundi haya ambayo nimeyataja yameshapata mgao wa tenda zenye thamani ya takriban shilingi bilioni 15. Lakini ni kwamba wananchi wengi hawafahamu kuhusiana na fursa zilizopo. Zipo fursa za ujenzi, zipo fursa za usafi, lakini pia serikali inahitaji huduma, inahitaji kununua bidhaa na kadhalika. Sisi kazi yetu kama Generation Samia, jukwaa la fursa, kazi yetu sisi ni kufungua kodi za fursa, kazi ambayo tutaifanya pasavyo hapa Mwanza mbele ya maelfu ya Watanzania, tukiwa na PPRA, lakini pia tukishirikiana na wadau wengine. Ndugu waandishi wa habari, napenda kuwafahamisha kwamba tumewaita hii leo kuwaambia tutakuwa na kongamano kubwa la wazi la fursa za uchumi ambalo litabeba ujumbe muhimu wa mgao wa asilimia 30 za Samia kupitia mfumo wa NeST. Na kongamano hili litafanyika hapa jijini Mwanza siku ya Jumamosi tarehe 29 mwezi huu 2025. Eneo ni kwa Tunza Beach. Kipekee nishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuiwezesha PPRA kuweza kusimamia vizuri sekta hii ya ununuzi wa umma. Lakini pia kuiwezesha kuweza kufikia wananchi wengi zaidi kwa kuanzisha ofisi 6 za kanda. Na wasihi wakazi wa Mwanza na Watanzania wote kwa ujumla, msikose nafasi ya adimu hii ya kushiriki hili kongamano la fursa ambalo limeletwa na Generation Samia hapa Mwanza. Linalolenga kuwaeleza kuhusu mgao wa asilimia 30 za Samia kupitia mfumo wetu wa NeST. Ndugu waandishi wa habari, kama ilivyoelezwa na mnavyoelewa, zaidi ya asilimia 70 ya bajeti ya serikali inaingia kwenye shughuli za ununuzi wa umma. Hivyo ni sehemu muhimu sana ambayo inatumia fedha za umma. Hivyo usiposimamiwa kikamilifu inaleta kuleta madhara makubwa, kunaweza kuwa na upotevu wa fedha na miradi yetu ya maendeleo inaweza isifikie malengo na hatimaye kusiwe na thamani ya fedha. Ndugu waandishi wa habari, kwa ufupi, Watanzania wanaweza kushiriki michakato yote ya zabuni kama kampuni au kama vikundi au bila kuwa kampuni. Cha msingi anachotakiwa kufanya ni kuwa amesajiliwa katika mfumo wa NeST kama